Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, tumeshaona harakati nyingi sana ambazo Harmonize amekuwa akizifanya, ambazo harakati hizi zinaonyesha wazi kwamba Harmonize Konde Boy bwana ana plani za kurudiana na Kajala kwa namna moja au nyingine. Tumeona kwamba amefanya interview, akaomba radhi tena kwa Kajala na Paula. Tukaona ameenda kufanya show, ametaja Kajala akasema kwamba watarudiana. Lakini pia tumeona gari yake ya thamani zaidi, thamani yake ni zaidi ya milioni 400. Ile gari ambayo ni Defender, gari mpya kabisa ya Konde Boy. Sasa hivi tayari ameshaiandika Kajala 3. Kajala 1 and 2 tayari tunajua kwamba alishamuhonga Kajala kipindi alipotaka kurudiana naye awamu iliyopita, na hii hapa imekuwa Kajala 3. Kwa hiyo hivi vyote ukiviangalia vinaonyesha wazi kwamba Harmonize yuko katika jitihada za kurudiana na Kajala kwa mara nyingine. Lakini huku kila jitihada za Harmonize zinavyozidi kuendelea, drama zinazidi kuibuka na Kajala anazidi kuweka vidokezo kupitia ukurasa wake wa Instagram ambavyo vinaonyesha kwamba kwa namna moja au nyingine hayuko tayari kurudiana naye. Hatujajua kwamba yuko serious au la, lakini pia kuna tetesi nyingine huko mtandaoni, wadau wanadai kwamba tayari hawa wawili wameisha kuwa na maelewano. Umeona bwana, yani kuna possibility kubwa ya hawa kurudiana, wanazungumza na vitu vingine kama hivyo. Lakini kupitia ukurasa wa Instagram wa Kajala pale juu katika Insta story, Kajala ameweka ujumbe ambao unasomeka kwamba ukitaka kuishi kwa amani bila ya stress, basi ufundishe moyo wako kukubaliana na mipango ya Mungu. Sasa huu ujumbe bwana umekuwa ni kama double edged sword, yani kwamba inawezekana ikawa anamaanisha kwamba Harmonize akubaliane na matokeo kwamba kurudiana haitowezekana na atakuwa na amani, akubaliane kwamba Mungu akupanga wawe pamoja, au wengine wanadai kwamba haya maneno yanamaanisha kwamba moyo wake umekuwa ukiteseka, mioyo yao yani yeye na Konde Boy imekuwa ikiteseka kwa muda mrefu kwa sababu wanapendana, lakini inabidi tu wakae mbali, yani wasiwe wapenzi au vibwana. Labda Mungu alikuwa amepanga kwamba wapendane au wawe pamoja, lakini wamekuwa wakijitahidi kwa muda mrefu na mioyo yao imekosa amani. Kwa hivyo basi wanataka sasa waishi kwa amani bila stress, inabidi tu waifundishe mioyo yao kukubaliana na mipango ya Mungu kwamba inatakiwa wawe pamoja. Kwa hiyo imekuwa ni inachanganya watu wengi, lakini page mbalimbali zimekuja kuripoti pia kuhusiana na hilo. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba kupitia ukurasa wa Instagram, yani Insta story ya Kajala, ameandika ujumbe mmoja ambao ukiutafsiri kwa namna yake, huku wengi wakiwa wanahusisha kwamba ujumbe huo na kile ambacho kinachotajwa kuhusu Harmonize kwamba wamerudiana na yeye. Umeona bwana. Kwa hiyo kila mtu ameelewa the way ambavyo ameelewa. Wengine wanasema wameona kwamba Kajala ameamua kunyanyua mikono juu awe tu karibu na Harmonize kwa sababu wanapendana, labda ndo mpango wa Mungu, na ndo maana ameandika ujumbe huo kwamba inabidi tu ufundishe moyo ukubaliane na mipango ya Mungu na vitu vingine kama hivyo. Ukiwa kama mdau, hebu tuambie ujumbe huu wa Kajala umeuelewaje? Weka maoni yako hapo chini katika comment section, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.